Tunasoma kitabu cha Ufunuo sura ya 9 kuanzia mstari wa kwanza hadi wa 11. Neno la Mungu linasema hivi: malaika wa tano akapiga baragumu, nikaona nyota iliyotoka mbinguni imeanguka juu ya nchi. Naye akapewa ufunguo wa shimo la kuzimu. Akalifungua shimo la kuzimu, moshi ukapanda kutoka mle shimoni kama moshi wa tanuru kubwa. Jua na anga vikatiwa giza kwa sababu ya ule moshi wa shimoni. Nzige wakatoka katika ule moshi, wakaenda juu ya nchi, wakapewa nguvu kama nguvu walionayo nge wa nchi. Wakaambiwa wasiwazuru majani ya nchi, wala kitu chochote kilicho kibichi, wala mti wowote, ila wale watu wasio na muhuri ya Mungu katika vipaji vya nyuso zao. Wakapewa amri kwamba wasiwaue, bali wateswe miezi 5, na maumivu yao yalikuwa kama kuumwa na nge aumapo mwanadamu. Na siku zile wanadamu watatafuta mauti, wala hawataiona kamwe. Nao watatamani kufa, nayo mauti itawakimbia. Na maumbo ya hao nzige yalikuwa kama walikuwa kama farasi waliowekwa tayari kwa vita, na juu ya vichwa vyao kama taji mfano wa dhahabu, na nyuso zao zilikuwa kama nyuso za wanadamu. Nao walikuwa na nywele kama nywele za wanawake, na meno yao yalikuwa kama meno ya simba. Nao walikuwa na dilii kifuani kama dilii ya chuma, na sauti ya mabawa yao ilikuwa kama sauti ya magari ya farasi wengi waendao kasi vitani. Nao wana mikia kama nge na miiba, na nguvu yao ya kuwazuru wanadamu miezi 5 ilikuwa katika mikia yao. Na juu yao wanaye mfalme, naye ni Malkia wa kuzimu. Jina lake kwa Kiebrania ni Abaddon, na kwa Kiyunani analo jina lake Apolonia. Damu ya Yesu Kristo. Tumesoma kuanzia kitabu cha Ufunuo, kuanzia sura ya 9 kuanzia mstari wa kwanza hadi wa 11. Mambo haya ni unabii wa mambo yatakayokuwa, ambayo tayari yako sasa na yanaendelea kuwepo. Watu wanatakiwa kuyajua, Wakristo wenzetu wanatakiwa kuyajua. Kwa hiyo sisi tumepewa kazi na Mungu ya kuhubiri siri za maandiko matakatifu, siri ya Mungu, ili kuwatilia akili Wakristo wenzetu, ndugu zetu, ulimwengu mzima, na wale ambao wasio Wakristo wayaelewe mambo haya ambayo kwa macho yao wanayaona yanatokea, na kwa masikio yao wanasikia, waweze kubadilika, wamtumaini Yesu Kristo, wamwamini Yesu Kristo, wapite njia hii ya Yesu Kristo ili kuurithi uzima wa milele. Kwa hiyo mambo hayo ni ufunuo, mambo haya ni unabii, na huu unabii Yesu Kristo ametupa sisi tuwaambie mambo yanayotokea sasa ni haya, watu wajue kwamba huu ndio wakati wa mwisho. Kila mtu ajiweke tayari. Damu ya Yesu Kristo. Dunia sasa hivi imefikia kwenye hali ngumu ya vita. Ni vita vya dunia. Hakuna mtu anaweza kuwa na nafasi akasema vita iliyoko sasa hivi duniani kati ya Israeli na Marekani kuishambulia Irani akasema kwamba hii vita sio ya dunia. Ni vita vya dunia, kwa sababu watu walitegemea Israeli na Marekani wataishambulia Irani na Irani itawajibu hao tu, lakini majibu ya Irani yanakuja kwa mataifa mengi. Irani anashambulia mataifa mengi sasa ulimwenguni kote. Mashariki ya Kati, nchi karibu zote zinashambuliwa na Irani.
akiwemo Israeli, bara la Amerika, Marekani anashambuliwa, Ulaya, Uturuki anashambuliwa. Kwa hiyo huwezi kusema hii vita sio vita vya tatu, ni mwanzo wa vita vya tatu. Wanadamu wanatakiwa kujua kwamba Mungu anatimiza mapenzi yake, lakini haya mambo yanapotimizwa hakutuficha. Amesema mkiyaona haya jiandaeni, jiwekeni sawa, tubuni, rudini kwa Mungu ili mpate uzima wa milele. Mapenzi ya Mungu yatatimia. Damu ya Yesu Kristo, imani yetu, tumaini letu. Kwa hiyo inawezekana Israeli aliona hii vita ni rahisi tu, ataimaliza mapema, na kama hotuba zao zilizokuwa wakizitoa. Amerika alisema, Marekani alisema kwamba hii vita tunaenda kumpiga Irani kwa siku 3 tu, siku 3 siku 4 tutakuwa tumemaliza, siku 3 siku 4 siku 5 tutakuwa tumemaliza. Irani haitakuwepo tena, tutakuwa tumeifuta Irani. Haya ni makadirio ya mwanadamu, asielewe mapenzi ya Mungu yako wapi. Na dunia ilikuwa inategemea hivyo, kwa sababu Israeli ana nguvu, ana uchumi, ana silaha kubwa. Marekani anaongoza dunia, ana kambi nyingi duniani, ikiwepo Mashariki ya Kati, nchi zote ana kambi nyingi. Ana silaha kubwa na uchumi mkubwa, na wale wafuasi walio chini ya Marekani, NATO, mataifa ya Ulaya, wana silaha kubwa na uchumi mkubwa. Kwa hiyo ndiyo maana alisema tunaenda kuifuta Irani kwa siku 3 mpaka 5 tutakuwa tumemaliza. Tutakuwa tumeuondoa utawala, tutakuwa tumeuondoa mfumo wa uongozi wa Irani na kuweka mfumo mwingine. Tutakuwa tumeuondoa, kwa sababu Irani ni taifa dogo sana, halina ushawishi duniani, halina kambi za kijeshi kama wao wenye kambi walivyo, hawana uchumi, wamewekewa vikwazo tangu miaka mingi. Kwa hiyo hawana uchumi, hawana silaha za kutosha. Wao wana nyuklia, wana silaha kalikali. Ndio maana walipiga hesabu siku 3 au siku 4, siku 5 tutakuwa tumemaliza kulipiga taifa la Irani. Lakini nyuma ya hii vita wasijue kwamba Mungu anatimiza mapenzi yake, kama alivyotuahidi na kama alivyotabiri katika vitabu vyote vya kiunabii kwamba haya yatatokea, tena yatatokea kuanzia na Mashariki ya Kati. Wanasiasa hawatambui, kama Mtume Paulo alivyosema, watu wenye hekima ya dunia hii hawaitambui hekima ya Mungu. Wao ni wakubwa, matajiri, lakini hawatambui hekima ya Mungu. Kwa hiyo mapenzi ya Mungu yanatimia bila wao kutambua kwamba wakati huu Mungu anatimiza mapenzi yake. Kuanzia na hapo, pale wanaposema sio hapo, kumbe Mungu anatumia hapo. Wakati wao wanaposema sio wakati huu, kumbe ndio wakati huo. Kwa hiyo wanapanga kuimaliza Irani ndani ya siku 3, siku 2, siku 5. Wasijue hii vita itakwenda siku nyingi na kwa mataifa mengi, na hasara itakuwa hasara ya dunia, sio tena hasara ya Irani peke yake au hasara ya Israeli peke yake au Marekani peke yake, ni hasara ya dunia. Kwa hiyo Israeli na Marekani hawakuweka kusema wao wataathirika. Walisema tu kwamba wao wanaenda kumpiga, atakayeathirika ni Irani. Kwa hiyo wasijua kwamba vita hii, hasara na mateso yatageuka kuwa mateso ya ulimwengu mzima. Sasa hivi Ulaya wanalia uchumi, bei inapanda 50%, sasa hivi inaenda zaidi ya 50%. Nchi za Mashariki ya Kati, nchi za Kiarabu zimesimama, biashara hamna. Jana Dubai imepigwa uwanja wake wa ndege, hakuna mtu kusafiri, hakuna mtu kutoka, hamna biashara. Saudi Arabia, visima vya mafuta vimepigwa, hakuna biashara, hakuna mafuta.
Alafu mlango wa Hormuz, bahari ya Hormuz, mahali ambapo meli zote zinatakiwa kupita kwenda ulimwenguni kupeleka bidhaa, mafuta, Irani kafunga, hapiti mtu hapa. Kwa hiyo dunia inapitia kipindi kigumu sasa. Vita ilikadiriwa siku 3 mpaka 5, sasa dunia inapita kwenye tanuri la moto bila wao kujua. Hawakupiga hesabu hizo. Saudi Arabia ndiyo msambazaji wa mafuta ulimwenguni mkubwa. Sasa hakuna mahali pa kupita na visima vyake vimepigwa, na kambi za Marekani zote zilizopo Mashariki ya Kati, kwamba hizi ndio zingemweza Irani. Matokeo yake kambi zote zimepigwa, hakuna tena Marekani kule. Kambi zimepigwa, zimefungwa, wanajeshi wamekimbia. Hawa waliosema siku 3 mpaka 5 tunamaliza, leo siku ya ngapi? Matokeo yake wanaona nguvu ya Irani wasioiona, na watu wanatakiwa kujua sio Irani bali nyuma ya Irani ni Mungu anatimiza mapenzi yake. Usimchukie tu Irani, tambua mapenzi ya Mungu yako wapi, kwamba Mungu anatimiza mapenzi yake. Walivyopiga hesabu za kibinadamu hawakupiga hesabu za kiroho. Hiyo ndiyo hatari kubwa. Watu tunatakiwa kujua hiyo. Watu wanatakiwa kujua hilo. Irani atapigwa siku 2. Sasa hivi dunia ndo inalia. Ulaya wale wanasema Marekani simamisha vita. Wanaona haibu sasa hivi. Kambi za Marekani zote zimepigwa. Nani alitegemea kambi zote za Marekani katika nchi zote za Marekani, nchi zote za Mashariki ya Kati zitapigwa na Irani? Ingepigwaje? Siku 3 tu Irani ilibidi afutwe. Lakini siku 3 hizo kambi za Marekani ndio zimefutwa. Yaani wao walisema siku 3 mpaka 5 Irani itakuwa imefutwa. Itakuwa imefutwa kabisa. Vita hamna. Lakini matokeo yake ni kambi za Marekani zote ndio zimefutwa Mashariki ya Kati. Tofauti. Mungu anasema mawazo yenu sio mawazo yangu, na njia zenu sio njia zangu. Kile anachowaza Mungu ni tofauti anachowaza mwanadamu. Mwanadamu anategemea nguvu zake za kijeshi, silaha, uchumi, lakini Mungu anatumia hayo kutimiza mapenzi yake. Na watu hawaelewi. Watu wanashabikia tu hii vita. Marekani atapiga, Irani atapiga. Tambua, shabikia Mungu anafundisha nini. Alikwisha kutuambia haya mambo yatatokea. Sasa hivi watu wamegawanyika duniani. Wengine wanawachukia Waarabu, wengine wanamchukia Irani, wengine wanamchukia Israeli, wengine wanampampu Israeli. Safi, Israeli anafanya vizuri sana, anapiga Irani. Wale wa Irani Waislamu wale wanapiga, wale piga, Amerika piga. Alalala, haujui mapenzi ya Mungu wewe. Sasa sio Israeli ndio anayepiga peke yake. Israeli inafutwa na yenyewe inawekwa kuwa jangwa kama Palestina iliyopo. Kila kitu kinafunguliwa. Watu wa Israeli wako kwenye mahandaki, wamejificha mahandakini. Wewe unaona raha hiyo? Marekani piga Irani, piga Irani Marekani. Marekani kambi zake zote zimefutwa. Wewe bado unashabikia vita. Israeli apigiki wakati anapigika. Unaongelea nini? Watu wanakufa. Watu wanakufa Israeli, watu wanakufa Amerika. Amerika tumeona kabisa amepokea maiti. Na akasema mtegemee maiti mingi, maiti nyingi zitakuja. Walisema vita wataimaliza siku 3 mpaka 5, lakini cha msingi wanachokiona sasa hivi wanapokea maiti. Nani anayefanya hivi? Wao wako wengi, lakini Irani amesimama mmoja. Unafikiria ni Irani huyo? Dunia, watumishi wa Mungu wanatakiwa kujua, je, huyo ni Irani? Bado hamjagundua huyo ni Irani? Huyo ni
Mungu anaitumia Irani kuwaadhibu watu wake hawa wanaoonekana ni Wakristo. Dunia imechafuka, Mungu ameghadhibika, dunia imeharibika, haiishi tena kwa tabia ya Mungu, haiishi tena kwa tabia ya Yesu Kristo, haiishi tena kwa maadili na upendo wa Mungu. Sisi tunaosema ni wacha Mungu ndio tumekuwa mashetani. Mungu amechukia. Sodoma na Gomora ilianzia tangu kwa Nuhu. Watu wa zamani za Nuhu walifanya ushenzi, wakalala na watakatifu, wakafanya uchafu, Sodoma na Gomora, ushoga, wakafanya hayo. Mungu akaghadhibika, akamwambia Nuhu aliyekuwa anasikitika kwamba dunia imemwacha Mungu, dunia imeenda kwa shetani Ibilisi. Mungu akamwambia, nawapa siku 122, hubiri Injili. Hubiri Injili hiyo. Watu watakaopona ni wale watakaoingia kwenye safina. Hawa watapona. Nuhu anahubiri Injili, hakumpata hata mtu mmoja, hata kaka yake. Nuhu hakumpata hata dada yake. Nuhu ana baba na mama, hakumpata hata huyo baba na mama. Mke wa Nuhu ana dada na kaka, hakumpata hata dada moja, kaka moja, kuwaamini kwamba jamani, Mungu amekasirika, ataleta gharika ya mvua, mtakufa, ingieni kwenye safina hii ili kupona, rudini, tazameni safina. Hata kaka hakumpata. Mke wa Nuhu ana shangazi, ana wajomba, lakini hawakumpata hata huyo. Kwamba ni nini? Wanawaona ni machizi wanapohubiri. Katika kipindi kigumu, watumishi wanatakiwa kuhubiri Injili, watu warudi waitazame safina ya Roho Yesu Kristo. Hali hii inavyotokea duniani sasa hivi, watu wanatakiwa kumtazama Yesu Kristo. Ndio wakati huu watu wanakudharau, wanashabikia tu vita. Nuhu hakumpata hata dada, hakumpata hata mjomba. Waliwaona Nuhu amechanganyikiwa na familia yake. Hata wale watoto Ham, Shem na Jafet walioa. Wale mabinti hata dada yake mmoja hawakumpata. Hata mama yake, hata baba. Na hawa watoto nao wameolewa kwenye familia iliyochanganyikiwa. Inawezekanaje Mungu aweze kuangamiza dunia kwa maji? Inawezekanaje? Wakawadharau. Lakini Mungu anasema hubiri. Wao wanaendelea na ibada za mashetani, wanaendelea na uchafu wa dunia. Shetani amewafumba macho, wanaendelea na starehe za kunywa na Yesu Kristo anasema kipindi cha Nuhu watu walidili na kula na kunywa, wakasahau. Mpaka Nuhu anaingia siku ile anaingia kwenye safina, ikafungwa, mvua ikaanza. Manyunyu haya ni manyunyu ya kupanda mahindi. Mvua inaanza, hii mvua ndio ya kupanda mihogo hii. Hii mvua ndio ya mpunga kulima, wanaandaa mashamba. Wasijue ndio mpango wa Mungu unatimia. Wao wanawaza chakula, wao wanawaza kula, wao wanawaza starehe. Wasijue hiyo mvua sio mvua ya kuisha leo wala kesho. Mvua imewekwa siku ngapi? Siku 40. Wao wanasema hii mvua itaacha jioni. Siku 2 tu itaacha, ili tulime, ili tupande mpunga, ili tufanye nini. Zamani za Nuhu watu walifikiria hivyo, lakini nyuma ya hiyo mvua hawajui mapenzi ya Mungu, kwamba hiyo mvua siyo ya siku 3 wala ya siku 5, ni siku 40. Mwisho wa siku wanazama na vitoto vyao wote wakafutwa siku 40. Leo Irani anatangaza hivyo hivyo. Wasomi maandiko. Wao wanasema siku 3 mpaka 5 tumeifuta Irani. Irani anasema hii vita nitapiga kisasi cha damu siku 40. Sasa tuko kwenye siku ya 5, ya 6 mpaka ya 7 mpaka ya 8 leo, kambi za Marekani zimeisha. Bado wanasema tungoja, tutapiga. Israeli inateketea. Mataifa mengine yanateketea. Bado wanasema tu siku 5 zimepita eti. Siku 5 walizosema wanamaliza vita zimepita. Lakini bado wana kiburi, hawarudi kwa Mungu kusema huu mpango ni mapenzi ya Mungu, haya turudi kwa Mungu, tuitazame safina Yesu Kristo. Hawarudi. Irani anasema nitapiga hii vita siku 40. Alafu anasema wenda nikaongeza na siku. Huyo taifa waliloliona dhaifu, wao walisema wanamaliza vita siku 3-5.
Irani anasema sio siku 3-5, mimi nitapiga siku 40. Ndani ya siku 3, siku 4, Amerika kambi zake zimefutwa. Mtu anarusha makombora 1000 kwa siku moja. Ni hatari. Unafikiria ni Irani huyo? Kipindi cha Nuhu walisema hivyo hivyo. Mvua ni ya kesho, kesho kutwa itakuwa imeacha, ili tupande mipunga, tupande mihogo, tupande mazao yetu, tuandae mazao. Nuhu anasema hii siku 3 ni mvua ya siku 40. Leo mabomu yananyeshwa, Iran akasema haya mvua ya mabomu ni siku 40. Watu hamshtuki. Kataifa kadogo kalikofikiriwa ni kadogo, katafutwa siku 3. Sasa kanatangaza kenyewe siku 40. Siku 40, si tumesema siku 3? Akamwambia hii vita hii siku 3 hii, na wapeleka mpaka siku 40, na huko nitaongeza. Irani ana nguvu gani? Ni Mungu yuko nyuma ya Irani kuwajulisha watakatifu na Wakristo na watu wote kwamba zamani hizi ni zamani za mwisho, na hii vita ni mpango wa Mungu. Hawajui tu. Hatuwezi kusema kwa habari ya maono tunayoyaona, lakini tunawaambia ukweli. Mungu anawaambia watumishi wake hii vita ni vita hatari, na Mungu yuko katika kutimiza mapenzi yake. Mara nyingi sipendi kuhubiri maono, ila maono yanayoonekana Mungu anayotupa na tunapoona yanatimia, ni Mungu katusaidia kuwajulisha watu kwamba hii vita ni mpango wa Mungu uko nyuma. Kwa hiyo tubadilike, tuitazame safina. Mvua ya Nuhu ilionekana ni mvua ya kawaida, lakini Nuhu kapata maono, anaambiwa hii mvua siyo mvua ya kawaida, ni siku za 40. Watu wa Nuhu, watu wanasema ni siku ya kwanza, ya pili, ya 3 itakuwa imeisha hii mvua. Nuhu anaambia sio siku 3, 40. Ona, huyu ni kichaa, hakuna mvua ya siku 40. Ndio watu wanavyoona sasa hivi. Iran anaweza kupigana na Marekani siku 40. Marekani kasema siku 3, siku 5 anamfuta. Alafu yeye anasema siku 40. Ana uwezo gani? Ndo tunaenda hii. Siku 3 na 5 zimepita. Wanapigwa na Iran anasema napiga 40. Siyo Irani hapo, watu washituke. Ni Mungu anatimiza mapenzi yake. Watu warudi kwa Kristo, watu warudi kwa Mungu, waache uovu. Hii ndiyo point ambayo watu wanatakiwa kuijua. Unaidharau Irani wakati hujui Irani ni fimbo Mungu anaitumia kuwaadhibu wamemwacha Mungu. Damu ya Yesu Kristo. Sikia kitu hiki. Mungu alimwambia Ibrahimu hivi, kabla sijakupa hii nchi ya Kanaani, uzao wako nitaupeleka katika nchi nyingine ya kigeni, wataishi kwenye ile nchi. Ni Mungu ndo hana mtoto wakati huo, anamwambia uzao wako nitakaokupa wataenda kuishi ugenini, watakuwa watumwa kule, watateswa, wataumia kule ugenini. Nimeliandaa hilo taifa, na hilo taifa ni Misri. Na baada ya miaka 400 nitaenda kuwakomboa, niwalete kwenye nchi hii ya Kanaani, na lile taifa lililowatesa watu wako, watoto wako, nitalihukumu mwenyewe. Angalia hili neno la Mungu. Hivi watu wanaelewaje? Unafikiria Mungu anaongelea nini hapa? Ibrahimu, watoto wako wewe nimewabariki, na ndio mbaraka wa dunia. Watoto wako wewe, kupitia watoto wako wewe dunia nzima itabarikiwa, lakini nitawapeleka utumwani kwanza. Wataishi Misri, watateswa, watateseka miaka 400. Alafu baadaye, baada ya miaka 400 nitakwenda kuwakomboa, na nitakapowakomboa hilo taifa nitalihukumu mwenyewe lililowatesa watoto wako. Kuna mapenzi ya mwanadamu hapa? Taifa la Misri amelikuza Mungu, aliliandaa Mungu kwa ajili ya wana wa Ibrahimu. Taifa la Misri lilikuwa taifa kubwa ulimwenguni,
Akaliandaa hilo, akawaandaa watoto wa Ibrahimu akawapeleka utumwani. Kila mtu anajua jinsi watoto wa Ibrahimu walivyoshuka utumwani. Ibrahimu hakusema hapana, watoto wangu sitaki waende utumwani, sitaki. Hakusema, kwa sababu anajua haya ni mapenzi ya Mungu, wanangu lazima wataenda utumwani. Ni mapenzi ya Mungu na yatatimia. Hakusema kwa sababu yeye ni mcha Mungu, hakusema hivyo. Walipoingia kule, na wao wanajua watoto wao kwamba Mungu alimwambia baba yetu tutateswa utumwani, na baada ya miaka 400 Mungu atakuja kutuchukua atupeleke kwenye nchi yetu ya ahadi ambayo Mungu alimpa baba yetu Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Wakateswa miaka 40. Wakateswa miaka 40, miaka 400, miaka 430. Mungu anamuinua Musa baada ya kumuinua Yusufu. Baada ya kumuinua Yusufu, miaka ikapita, akamuinua Musa akiwa Misri, hapa Afrika. Kwa hiyo Mungu aliliandaa taifa Afrika liwe lenye nguvu kwa ajili ya watu wa Ibrahimu, wana wa Ibrahimu. Nani aliyeliandaa taifa la Misri liwe kubwa, liwe na ufalme mkubwa? Ni Mungu mwenyewe. Hawamwabudu Mungu, hawamjui Mungu wa Ibrahimu. Wao wana miungu yao, wanaabudu miungu yao, uchafu wao, lakini Mungu anasema nimeliinua mwenyewe liwe hivyo. Na watoto wako wewe, mtakatifu wangu, wataishi pale, watateswa pale. Muda ulipofika akawakomboa wana wa Israeli. Alipowakomboa kwa mkono wa Musa, akalihukumu lile taifa mwenyewe. Aliyelikuza na kulifanya liwalee hawa ni yeye, alafu anakuja kulihukumu, kwa nini umewapiga wanangu, ni yeye mwenyewe. Sasa ingekuwa binadamu, wakati mnaongea unaambia Mungu, ni wewe ndio uliyenifanya niwe hivi, alafu ukanipa mimi niwalee, alafu tena unanihukumu. Mungu anafanya anachotaka kwa viumbe vyake vyote. Yaani hivi, Mungu hashauriwi na mwanadamu, anafanya kama yeye alivyopanga. Mwanadamu hatakiwi kuingiza wazo hapo. Ni kama mwanamke nyumbani amechukua mchele, anauchambua kwenye ungo, anaupepeta, kuna mchele unamwagika chini, lakini ule mchele hauchukui, anaufagia, anaenda kuutupa. Nani anayeamua? Labda huyo mtu ungesema, na mimi nafaa nikae huko, na mimi ninafaa, mbona unanitupa? Huyo mwanamke kasema, mimi ndo nimeamua nikukusanye nikutupe dampo. Mimi ndo mwenye amri, nimependa nikutupe, na hawa nimependa wawe wangu. Wewe mchele mdogo mdogo uliye katika, toka. Na Mungu ndo hivyo hivyo, ametuumba sisi ni viumbe vyake. Yeye ndo anayetaka. Alilinua taifa la Misri ni yeye, na analihukumu ni yeye. Alipomaliza kazi yake akalihukumu, lakini amekwisha kuwaingiza ndani ya taifa la ahadi. Anawaambia tena Israeli, msimchukie Misri hata siku moja, kwa sababu mlilelewa kule. Nisione Mwisraeli mwana wa Ibrahimu anamchukia Misri. Hakuna kumchukia Misri, kwa sababu niliwalea pale, waliwaleza, waliwatunza pale, mliishi pale miaka 400. Kwa hiyo msimchukie Misri. Angalia sasa Mungu anavyosema. Je, watumishi wa Mungu au wa Kristo mnaelewa nini? Mungu anasema Misri asichukiwe kwa sababu eti aliwatesa. Niliamuru mimi iwe hivyo. Misri ya leo ndio kama hiyo Irani. Irani, nyuma ya Irani yuko Mungu. Israeli hakutegemea atapigwa makombora kiasi hicho. Marekani hakuwaza hata kwamba kambi zake zitafumuliwa na zote zitafutwa Mashariki ya Kati. Hakuwaza. Kama angekuwa anajua hili jibu hilo, asingeenda vitani yule. Hakujua, kwanza hakutegemea kambi zake zitapigwa. Lakini Mungu amemuinua Irani kumwazibu Amerika na Israeli. Si kwa sababu gani? Sio kwa sababu Irani ni watakatifu sana, sio kwa sababu Irani ndio wacha Mungu sana. Analitumia hilo taifa, ni taifa lake, kuadhibu watu wake kwa sababu wamemwacha Mungu.
Damu ya Yesu Kristo. Israeli amemwacha Mungu, Marekani amemwacha Mungu, wanajiinua, wana uwezo, lakini Mungu anatimiza mapenzi yake kupitia Irani. Watu wanasema tu Irani ni noma. Sio Irani ni noma. Mungu ahofiwe kwenye hii vita, kwamba Mungu akiwa upande wa mtu yoyote, awe masikini awe tajiri, hapigiki huyo mtu mpaka mapenzi ya Mungu yatimie. Na Irani kama kuhukumiwa, Mungu mwenyewe atamhukumu Irani kwamba wewe nimekutumia kumwazibu mtu wangu, taifa langu, lakini na wewe nitakuadhibu kwa sababu na wewe huna Mungu, huniabudu mimi. Lakini yeye ni mtumishi wake, anamtumia sasa hivi kumwadhibu mtoto wake. Mungu mwenyewe kasema hivi, usimnyime mtoto fimbo. Sasa Irani ndiyo fimbo ya Mungu kumpiga mtoto wa Ibrahimu. Amekengeuka, amemwacha Mungu, amekumbatia ushetani. Mtoto wa Ibrahimu leo anapigwa kwa fimbo ya kibinadamu ambayo ndio Irani anamtandika. Marekani huyu anayesema yeye ni taifa la Kikristo limemwacha Mungu, linahamasisha ushoga, uchafu wote duniani. Baada ya kutumia uchumi alionao kumtukuza Yesu Kristo duniani, anatumia uchumi ulionao kutangaza nguvu za kuzimu, uchafu wa kuzimu, uchafu ambao Mungu anauchukia. Uchumi wa Amerika ukifanya machafu unatajirika, unaula. Lakini uchumi huo hautumii kumtangaza Kristo, anatumia kumtangaza Kristo, lakini anayetangazwa ndani ya Kristo, nyuma ya Kristo ni ibilisi, shetani. Ni wapi Mungu anataka ushoga uendelee? Tumeonyeshwa mfano Sodoma na Gomora, tumeonyeshwa mfano kwa Nuhu. Waliofanya machafu kama haya yanayofanyika leo waliangamizwa. Leo Amerika ana uchumi, ana nguvu, anaongoza dunia, anahamasisha ushoga, anataka bendera ya mashoga iwepo ulimwenguni kote. Tena kipindi fulani nimesikia kabisa, sisi watumishi tunaofundisha, nimesikia kabisa kwamba Marekani ametoa amri, wakati sasa tutakuwa pale tunaandika kwenye barua ya kuomba kazi, tunaandika dear sir stroke madam au madam. Sasa anataka kuwe na watu watatu pale, dear sir kumaanisha au mwanaume au madam au shoga. Ndo taifa la Mungu hilo, tunamtambua na shoga. Kwa hiyo mashoga wanatakiwa kuongoza dunia, mashoga wanatakiwa kuwa viongozi wa dunia, wanatakiwa kuongoza dunia. Sasa shoga anapokuja kuongoza dunia, tunategemea nini? Kizazi chetu kitakuwa nini? Shetani anafuta kabisa tabia ya Mungu, tabia ya Yesu Kristo. Kristo anatiwa giza, Kristo haonekani tena, bali moshi wa kuzimu utafunga kabisa, uso wa Kristo hautaonekana, bali sasa ni uchafu duniani. Amerika ndo anafanya hivyo, Israeli anafanya hivyo. Mungu anamtumia Irani kuwachapa wasivyotarajia. Vita wamesema ni ya siku 3 mpaka 5. Sasa siku 3 na 5 wamefutwa na vita inaendelea. Irani kasema 40. Bado hujaelewa tu kwamba Mungu yuko nyuma ya Irani, anamtumia mtumishi wake kama fimbo kuwachapa hawa watoto wa Ibrahimu, hawa wa Kristo walioacha Kristo. Wamekuwa na Kristo jina tu, lakini Kristo mwenyewe hawana. Wanajiita wa Kristo, wanaishi kwa tabia ya Lucifer, ibilisi, shetani. Wanajiita kwa jina la Kristo, lakini matendo yao yote ni ya kuzimu. Unawezaje kusema Mkristo namna hii alafu unashabikia nini hapa? Irani atatumiwa kumchapa mtoto wa Ibrahimu, mtoto wa Israeli. Israeli wale watachapwa ili wangamue. Tunakosea. Mbona hii vita ilikuwa inaisha tu siku 2 3, tunapigwa nini? Warudi kwa Mungu, waitazame safina Yesu Kristo. Na Israeli wanapochapwa, Irani kama kuhukumia, atahukumiwa na Mungu kwa wakati wake. Kama na yeye hana Kristo, hana safina ya roho, ambayo safina ya kwanza, Irani nao ni miongoni mwa watu waliokolewa ndani ya safina ya kwanza ya Nuhu, kwa sababu waliokolewa watu 8, na hawa watu 8 ndio mataifa yote ya dunia sasa, na Irani alikuwepo ndani ya safina. Leo kama Irani anaikataa safina ile iliyomwokoa, leo safina hii ya roho ipo, Yesu Kristo akaenda, Mungu atamhukumu mwenyewe.
kwa wakati wake, kwa sababu dunia nzima iliokolewa ndani ya safina. Mataifa yote yanayoishi sasa hivi yalikuwepo ndani ya safina. Watu 8 ndio waliozaa mataifa haya yote, si ndio? Sasa kama ulimwengu wote uliokolewa ndani ya safina ile kivuli, Mungu anataka kuiokoa ulimwengu mzima kwa safina ya Roho ili tuishi kwa uzima wa milele. Atakaye kuwa nje na safina hii ya Roho, huyo ana mauti. Lakini Mungu ameileta safina ya Roho, alileta safina ya mwili, sasa ameileta safina ya mwili, na ndio watu wanaoishi sasa hivi walikuwa ndani ya safina ile, waliokolewa na safina ile. Safina ile ile imekuja sasa kwa ajili ya ulimwengu, tena kwa ajili ya uzima wa milele wa Roho. Kama Irani akiikataa hiyo safina, atahukumiwa mwenyewe, na sio Irani tu, kila mtu. Kama unaitazama kwa dhihaka hii safina, unamtazama Kristo, unasema wewe ni Mkristo, wakati huna Kristo, huna tabia ya Kristo, utahukumiwa, utaukosa uzima. Irani itahukumiwa na Mungu mwenyewe baada ya Mungu kumaliza kazi yake kwa kumtumia yeye. Lakini Wakristo na dunia ijue mapenzi ya Mungu yanatimizwa kupitia Irani kwa kumwadhibu mwana wa Ibrahimu, kama alivyoitumia Misri. Aliitumia Misri, anasema nimemfanya kuwa mgumu mwenyewe. Musa analalamika, Mungu Bwana, mbona haiwezekani? Akamwambia nimemfanya mwenyewe mgumu, endelea. Lakini Misri alijua kama amefanywa yeye kuwa mgumu. Yeye alijua ni yeye na yeye ndo anaamua, kumbe Mungu ndo anaamua nyuma ya Misri. Misri anajua yeye ndo anaamua, sitaki kuwatoa, anajua yeye. Musa anarudi atake, anakwambia ni mimi ndo nimemfanya asitake. Hivi watu hawaelewi maandiko. Vita imekuwa ngumu. Nani kaifanya kuwa ngumu? Irani ameshakuwa mgumu, amekuwa mbogo, wasivyo kachafukwa. Irani wasivyo tarajia, walifikiri atapiga magoti. Nani kamfanya kachafukwe? Achafukwe namna hii? Ni Mungu. Mungu anasema nimemfanya mimi kuwa hodari, huyo nimemfanya kuwa hodari ili awatandike nyinyi, mrudi kwangu. Na Irani nitamshughulikia mwenyewe, nitamhukumu mwenyewe. Kwa hiyo neno lile linatimia tena, msimchukie Irani, kwa sababu kwa huyo nimeitumia kama fimbo kuwarudisha nyinyi kwangu. Kwa hiyo msimchukie, msimchukie Irani, kwamba kupitia Irani neno langu linahubiriwa, watu wanarudi kwangu. Kupitia Irani anaadhibu watu wangu, anaadhibu watu wangu, na dunia inapitia kipindi kigumu, uchumi hamna, watu wananyanyua mikono, wanasemaje? Wanasema Mungu tunusuru na hii vita, tunusuru na hii vita iishe. Watu wananyanyua mikono, wanamwomba Mungu kupitia Irani. Kuna watu hawaelewi. Kwa hiyo Irani anawaadhibu hawa, uchumi unakuwa haupo, watu wananyanyua mikono. Nimemsikia mtumishi mmoja amesema hivi, msifurahie hii vita, bali hii vita itudumishe kwenye kusali na kuomba, tuende milimani huko. Nikasema sawa, wewe kidogo huko sawa, kwamba kupitia hii vita watu turudi kwa Mungu, watu tunyanyue mikono kwa Mungu. Wewe kupitia hii vita unasema Israeli apigiki kabisa. Wewe, hii si mada. Mapenzi ya Mungu kwamba anamtumia Irani kuadhibu dunia, kuadhibu ulimwengu, na hapa sio tu kumwadhibu Israeli, sio tu Marekani, anaadhibu dunia ili dunia tumrudie Mungu. Nimemfanya mwenyewe Irani kuwa mgumu. Marekani anatapatapa sasa hivi, anatapatapa, wanatofautiana, washirika wanatofautiana. Kwa nini? Mungu amemfanya Irani kuwa mgumu, kuwa hodari kuliko wao. Walifikiria siku 5, sasa imekuwa siku 40. Irani huyo mdhaifu anatangaza siku 40. Wewe unaona ni kitu cha mchezo hicho? Damu ya Yesu Kristo. Imani yetu tumaini. Sisi tunapoona dalili hizi tumwabudu Mungu. Tunapoona hali hii tumwabudu Mungu. Tumliitie jina la Yesu Kristo. Tuitazame safina ile. Hii mvua sio mvua ya siku 3 wala ya siku 5. Hii mvua siku 40. Atabaki nani? Atabaki nani? Ni vita hii, vita ya dunia hii. We bado unakaa upenzi tu. Angalia mapenzi ya Mungu. Mungu kasema nimemtumia Irani, ninamtumia Irani, nimemfanya mwenyewe awe mgumu, awe hodari zidi ya watu wangu, na mimi mwenyewe nitamhukumu Irani. Kwa nini atamhukumu? Kama hamtazami safina,
iliyomwokoa zamani kipindi cha Nuhu, kama haitazami hiyo safina Yesu Kristo, ni Mungu mwenyewe atakayehukumu. Ila sisi watumishi wa Mungu, kazi yetu sasa hivi ndio kuhubiri Injili. Huu ni wakati wa kuhubiri Injili. Watu warudi kwa Yesu Kristo, waitegemee damu ya Yesu Kristo. Watu waseme tunaimwamini Yesu Kristo katika mwili na damu yake, katika msalaba wake, ili wawe na uzima wa milele. Siku zimekaribia, ni nyakati za mwisho. Nini utaokoa? Tunataka kuokoa roho za kila mtu zirudi kwa Mungu. Hii ndiyo ishara ambayo Yesu Kristo ametupa. Dunia imechafuka, dunia imeniacha. Kupitia hii vita, Yesu Kristo anatoa sauti kwetu kwamba dunia imeniacha, watakwenda motoni wote. Hebu hubirini Injili, warudi kwangu. Anamtumia Irani. Irani ni mtumishi wake, na wakati huo anapofanya hivi, watu wanakufa, watu wanarudi kwa Mungu. Watumishi wanahubiri Injili ili watu warudi kwa Mungu, Mungu apate faida. Damu ya Yesu Kristo. Sio kumlaumu Irani. Tujilaumu wenyewe, sisi tumemwacha Mungu. Sio kumtazama Irani. Irani, unamchukia Irani. Unamchukiaje Irani? Mungu yuko nyuma ya Irani. Anatujulisha sisi dunia imezidi madhambi yake, imechafuka. Sioni, ni giza tupu. Kristo haonekani. Giza, shetani tu ndo anaonekana. Hebu angalia shetani anavyoonekana. Tunafika mahali mpaka walimu wanatangaza kwa wanafunzi, jamani, msile hii, kuna ushoga unaendelea, kuna mpango wa ushoga. Dunia imechafuka, mpaka watoto wanatakiwa kupandikizwa virusi vya ushoga. Hii dunia tunaenda wapi? Na Marekani ndio mwenye nguvu ya kiuchumi, hawezi hata kuondoa huo. Ndio kwanza anauhamasisha. Mataifa ya Ulaya, Ufaransa, Ujerumani, Uingereza na mataifa yote ya NATO yanahamasisha ushoga, hawahamasishi Kristo. Hawawaambii watu wamtazame Kristo, wanaambia watu watazame ushoga, na wanaweka bendera ya ushoga, watu waitazame hiyo. Kipindi fulani nilisikia walipokuwa wanaenda kwenye kombe la dunia, sijui huko Qatar, ndege imetoka Ulaya imebeba wachezaji wa Ulaya, alafu ile ndege imechorwa upinde, ndege ya mashoga, na hapo kwenye huo uwanja wameweka VIP ya mashoga, watakaa hapa. Mwingereza ndo anasimamia mashoga, watakaa hapa. Hawa ndio NATO, hawa ndio tunasema mataifa ya Kikristo haya. Mungu kupitia hii vita anatujulisha kuwa dunia imeisha. Kwa hiyo kupitia hii vita tujue ni sauti ya Mungu kwamba nachukia, nimeghadhibika, ulimwengu mmeniacha na ninakuja. Okoa watakaookolewa. Hubiri Injili. Ndio maana tunahubiri Injili. Rudini, shabikieni hii vita ukiwa upande wa Kristo. Damu ya Yesu Kristo. Mtu asimchukie Irani, kwa sababu Irani sasa amekuwa kama mtumishi wa Mungu, kama alivyokuwa Misri, kwamba Mungu anafanya chochote anachotaka, ana njia kama mchanga wa bahari, haihesabiki. Pamoja na hii, Mungu anaijulisha dunia nimeghadhibika, kwa kupitia Irani kuwatia adabu hawa. Wewe unasema tu swala ni muda tu, Irani atapigwa, swala ni muda tu. Hatuongelei swala ni muda wa kupigwa Irani hapa, tunaongelea Mungu kakasirika, uovu ni mwingi. Israeli atapiga tu, wasubiri tu, swala ni muda. Wewe umebaki tu na upendo wa Simba na Yanga, ila huelewi mapenzi ya Mungu yako wapi. Unahubiri nini? Alafu ni mtumishi wa Mungu, unahubiri nini wewe? Hubiri Injili, watu warudi kwa Mungu. Hii mvua sio ya siku tatu. Nuhu anasema jamani, hiyo mvua sio ya siku tatu, ni siku 40 mtakufa. Wanamwona ni mjinga. Tunahubiri tena, hii mvua ya mabomu sio ya siku tatu kama Marekani alivyosema, au siku 5 kama Israeli na Marekani walivyopanga. Hii mvua Irani anasema ni siku 40. Sasa hapa sio Irani anayesema, bali Mungu kupitia Irani ndio anawaambia watu, kama alivyomwambia Nuhu, hii mvua ni siku 40. Na Irani kasema hii mvua ya mabomu ni siku 40, na ikiwezekana nitaongeza. Hamjagundua?
Rudi kwa Mungu. Yesu Kristo ametiwa giza. Nani kamtia giza? Dunia imemtia giza. Tusome hili neno. Ufunuo anasema hivi, mstari huu, mstari wa pili, Ufunuo sura ya 9 mstari wa pili, anasema hivi, akalifungua shimo la kuzimu, moshi ukapanda kutoka mle shimoni kama moshi wa tanuru kubwa, jua na anga vikatiwa giza kwa sababu ya ule moshi wa shimoni. Mungu ameruhusu kuzimu kufunguliwe, na huko ukatoka moshi wa tanuru kubwa, na huo moshi ukafunga anga. Jua halionekani tena, limetiwa giza. Moshi ulipotoka kuzimu umefunika jua. Jua haliotoi mwanga tena, jua haliakisi mwanga katika nchi. Moshi wa kuzimu umeziba. Moshi wa kuzimu unamaanisha nguvu ya mauti ya kuzimu, uchafu wa kuzimu, nguvu ya mauti kutoka kwa Ibilisi imefunika anga, na jua halionekani tena kwa sababu ya huu moshi, utukufu wa mauti kutoka, nguvu ya kuzimu kutoka kuzimu kwa Ibilisi. Na jua linamaanisha, linawakilisha Yesu Kristo. Yesu Kristo ndiyo jua. Kama unasoma Biblia, kwenye Biblia ukisikia jua linamaanisha Yesu Kristo. Huyu ana nguvu ya nuru tangu milele. Huyu ndiye anayeangaza dunia. Lakini Ibilisi ameinua nguvu ya kuzimu, imeruhusiwa, imeenda kufunika. Kwa hiyo watu sasa hawasikii injili ya Yesu Kristo, wanasikia nguvu ya kuzimu tu. Mahubiri ni ya kuzimu, injili ni ya kuzimu. Watu wanafikiria ndio injili ya Yesu Kristo. Jua limetiwa giza. Kama jua limetiwa giza, hii inamaanisha mwezi hauwezi kutoa mwanga, kwa sababu mwezi siku zote unategemea nguvu kutoka kwa jua. Mwezi hauna nguvu yake, hauna nuru ya asili. Mwezi haunaga nuru ya asili, ila mwezi siku zote hauna nuru, ila unawaka mwezi baada ya kuutazama jua. Mwezi ukitazama jua, ndiyo jua linampa nguvu mwezi. Kwa hiyo mwezi unatoa mwanga ulioupata kutoka kwa jua. Mwezi unawakilisha kanisa. Kanisa ndiyo mwezi. Kwa hiyo mwezi, ili upate nuru, lazima utazame jua. Kama jua limetiwa giza, hii inamaanisha mwezi hauna mwanga, hautoi mwanga. Kama Kristo hahubiriwi makanisani, hilo kanisa limefunikwa na utukufu wa kuzimu, giza. Kwa hiyo kanisa halina nuru tena, halina nuru ya uzima, limetiwa giza. Kwa sababu gani? Kristo kafunikwa na mafundisho ya kuzimu. Badala ya kumhubiri Kristo, baada ya kuhubiri mwili wa Kristo, baada ya kuhubiri msalaba wa Kristo, baada ya kuhubiri watu waiamini damu ya Yesu Kristo, watu wanahubiri mafundisho ya kuzimu, fedha na mali za dunia. Wanasema hii ndiyo injili ya Yesu Kristo, fedha. Biblia inasema, Mtume Paulo anasema kwenye waraka wake wa kwanza, sura ya kwanza, mstari wa 18 na 19, anasema hatukukombolewa kwa fedha na dhahabu za dunia, vitu viharibikavyo, isipokuwa kwa damu ya Yesu Kristo. Sasa makanisa hawahubiri damu ya Yesu Kristo kama Yesu Kristo alivyosema. Hawahubiri hii, wanahubiri fedha na mali ambazo Mtume Petro katuonya. Sio fedha, sio dhahabu, sio mali za dunia ndio zihubiriwe. Hatukukombolewa kwa hiyo, tumekombolewa kwa damu. Watu wahubiri damu. Yesu Kristo mwenyewe anasema hivi, aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu ana uzima wa milele, huyo ndiye mtakatifu. Sasa watu hawahubiri mwili wa Kristo, hawahubiri damu ya Kristo, wanahubiri fedha na mali. Kanisa limetiwa giza. Kwa sababu gani? Sasa hivi Kristo haonekani kwa sababu ya nguvu ya kuzimu. Moshi uliotoka kuzimu umemziba Kristo, watu wasimuone Kristo. Kwa hiyo kama watu hawamuoni Kristo, wanaona nini? Wanaona utukufu wa kuzimu, wanaona utukufu wa kuzimu, giza la kuzimu. Kanisa halina mwanga tena, kwa sababu linapokea mafundisho ya kisiasa ya dunia hii, maneno ya dunia hii. Watu wanawaza tu majumba na magari,
kuoa na kuolewa. Wanahubiriwa hayo, kuoa na kuolewa, majumba na magari, wanahubiriwa tu fedha na mali, kukuza biashara, kukuza ujasiriamali, kuwa tajiri, ndio wanahubiri hayo. Watumishi wanaitwa mitume na manabii, wainjilisti wanaitwa maaskofu, wanahubiri kuoa na kuolewa, magari, utajiri. Wanafikiria hiyo ndio injili ya Yesu Kristo. Wasijue ni moshi wa kuzimu umemziba Yesu Kristo asionekane tena, na kanisa halina mwanga tena. Ni nyakati za mwisho. Mwezi hautoi mwanga. Kama mwezi hautoi mwanga, hii inamaanisha nyota zinaanguka. Yesu alisema mtakapoona jua limetiwa giza na mwezi hautoi mwanga na nyota zinaanguka. Haongelei kwa habari ya mwezi ule, jua lile au nyota zile. Anaongelea kwa habari ya Kristo, kanisa na watakatifu ndani ya kanisa. Kristo akitiwa giza, kama hapa nuru kanisani haipo. Kama nuru haipo, watu wanaenda kanisani wanapewa mafundisho ya giza kama haya. Ina maana nyota ni mtu mmoja mmoja anapotelea kuzimu, anakwenda kuzimu, ni mali ya kuzimu, mali ya Ibilisi. Kristo hana faida. Kwa sababu gani? Watumishi wameshika mafundisho ya kuzimu, hawamuonyeshi Yesu Kristo kwa watu, hawamuonyeshi Yesu Kristo kwa watu. Kwa hiyo watu wanapokea tu mafundisho ya fedha na mali, wanapokea majumba na magari, wanaongelea pesa, utajiri, majumba, ma-VX. Watu wamefurahia haya mambo, kula na kunywa kwa ajili ya mwili, roho ina njaa. Kristo ametiwa giza. Huu ndio unabii, na haya mambo ndio yamekwisha kutimia. Ndio sasa haya ndiyo yanayomkasirisha Mungu. Wameenda mbali zaidi, sio tu mafundisho ya fedha na mali. Sasa wanaruhusu hadi wachungaji, manabii, mitume ni mashoga. Kuzimu kuna nguvu. Mchungaji ni shoga. Askofu anataka kuoana na mwanaume mwenzake, alafu ni mtumishi wa Mungu. Wanawake sasa hivi wamekuwa wameshika hii kazi ya utumishi, wamekuwa wachungaji wanawake. Biblia inakataza, lakini sasa hivi wanasema lazima tuwe wachungaji. Yesu Kristo ametiwa giza, haonekani tena. Kwa hiyo sasa hivi kila mtu anafanya anavyotaka. Kuzimu kuna nguvu. Wanawake ni wachungaji, wanaongoza makanisa, na Biblia inasema mwanamke asiwe mchungaji, kwa sababu ni Eva ndiye aliyedanganywa na Ibilisi. Sasa shetani kapata urahisi wa kudanganya dunia na kulichafua kanisa kupitia Hawa. Sasa shetani ameibua watu wake, mpaka wachungaji wengine sasa hivi duniani wanavaa sketi, wanavaa magauni, eti wanahubiri madhabahuni. Nigeria huko, manchi ya Afrika hadi dunia. Mchungaji anavaa skuna, anavaa kiatu cha kike, ameweka makucha kama mwanamke, anavaa maheleni, eti ni mchungaji wa kiume. Kuzimu kumefunguliwa, moshi umeziba kabisa. Kristo haonekani tena kwenye makanisa, haonekani. Na watu wanaosali humo ndio nyota zimeanguka, zinapotelea kuzimu, mali ya kuzimu. Watu hawaoni kama hii ni nyakati ya mwisho. Ndio Kristo ameghadhibika, anapitisha hayo mambo kupitia vita. Dunia imeharibika, ndio maana mambo ya vita yanatokea. Sasa tugundue tumekosea, turudi kwa Mungu. Hii vita ni mapenzi ya Mungu, damu ya Yesu Kristo. Watu wanatakiwa kujua haya. Kwa nini watu hawajui? Anasema katika huo moshi wakatoka nzige. Hawa nzige wamefanana na farasi kama wa vita. Nzige ni nini? Nzige ni jeshi, linawakilisha, hili ni jeshi la kuzimu, linaingia kumaliza shamba la Mungu. Shamba la ngano la Mungu linapigwa kwa hawa nzige. Tunajua kazi ya nzige, wakiingia kwenye mashamba ni hatari, upate hata chakula kimoja. Sasa hawa nzige ni jeshi la kuzimu,
kwa sababu ni nzige, alafu wako kama farasi wa vita. Manake kuzimu kumeinua askari, jeshi la kuzimu limeingia ulimwenguni kupambana na watakatifu, kupambana na jeshi la Yesu Kristo, jeshi la Mungu. Sasa wameingia ulimwenguni, wanafanya hiyo kazi ya uchungaji. Mchungaji unamwona amevaa gauni, mchungaji kavaa skuna na amechukua watu wengi. Watu wanasali humo hata washtuke. Mchungaji kaweka makucha wa kiume, amepaka hereni, amevaa hereni, amepaka uwanja. Mchungaji, wanawake ni wachungaji, wachungaji ni mashoga na watu wanasali kwao. Amerika, Marekani, wachungaji ni mashoga. Duniani kote machungaji na mashoga. Hili ndio jeshi la kuzimu limevamia kanisa kupambana na watu wa Mungu watakatifu, kuharibu kabisa kanisa. Watu hawaoni mambo haya yanatimia kwa sababu nzige ni askari wa kuzimu, wanajeshi wa kuzimu, watumishi wa ibilisi shetani, wanavamia kanisa, wanavamia dunia na kuibadilisha iwe dunia ya mashoga. Unabii unatimia, Mungu anatuonya. Lakini hawa nzige, angalia anavyosema. Hawa nzige anasema maumbile yao, mimi niseme tu hapa kwenye maumbile na maumbo ya hao, mstari wa 7, na maumbo ya hao nzige yalikuwa kama farasi waliowekwa tayari kwa vita. Nimekwisha kusema. Na juu ya vichwa vyao kama taji mfano wa dhahabu. Nini taji? Hawa watu, hawa nzige juu ya kichwa wako kama farasi, jeshi, alafu kichwani wamevaa taji kama dhahabu, mfano wa dhahabu. Wanaonekana kama watakatifu, wamejigeuza kuwa kama watakatifu wa Yesu Kristo, watumishi watakatifu wa Yesu Kristo, kanisa takatifu la Yesu Kristo. Kumbe ni kanisa la mashetani kutoka kuzimu. Lakini huku duniani wanajitambulisha kwa jina, sisi ni Wakristo, sisi ni watumishi wa Kristo, lakini ni kanisa la kuzimu. Watumishi wa kuzimu ni nzige, farasi wa kuzimu, lakini wamevaa taji ya dhahabu, kana kwamba ukiwatazama unasema ni watakatifu. Ndio watu wanakusanyika kwao, wanaenda kwao, wanasema hawa ni watumishi wa Mungu. Wasiangalie kinachohubiriwa. Je, ni mwili wa Yesu Kristo? Ni damu ya Yesu Kristo? Ni msalaba wa Yesu Kristo? Wanahubiri fedha na mali, wanahubiri ushoga, wanahubiri mambo machafu, majumba, utajiri. Hii siyo injili ya Yesu Kristo. Hao watu ni nzige wa kuzimu, ila wamejipamba kwa jina la Yesu Kristo, wanaonekana kama watakatifu. Biblia Mtume Paulo anasemaje? Watakuwa wamejigeuza wafanane na sisi kama tulivyo watumishi wa Yesu Kristo, lakini ni wa kuzimu. Ndio maana ya kuvaa taji yenye dhahabu. Leo wako watu wanaingia kwao, lakini anaendelea anasema kama taji ya dhahabu, na nyuso zao zilikuwa kama nyuso za wanadamu. Damu ya Yesu Kristo. Biblia haijatuficha kuwatambua hao watu, nyuso zao kama wanadamu. Kwa nini? Ukiwatazama ni wanadamu wa kawaida, tunaishi nao, ni ndugu zetu, majirani zetu, ni kama binadamu, lakini ni nzige wa kuzimu, ni mashetani. Kwa hiyo kuna hatari kubwa, watu wanasali kwenye makanisa ya mashetani waliojigeuza kuwa binadamu. Yaani unaona hili kanisa, unafikiria ni kanisa, ni wanadamu, kumbe ni mashetani yaliyotumwa kuzimu. Sasa yako katika umbile la binadamu na wanaonekana ni binadamu, na wewe binadamu halisi. Sasa unasali hapo, unasema unamsalia Kristo, unafika huku unakutana na tamaduni, watu wanasali uchi, watu wanavaa uchi, watu wanaenda kanisani wa matiti nje, miguu mapaja nje, chupi zinaonekana, mwili wa ndani unaonekana, alafu unasema hao ni binadamu. Usijue ni mashetani wanaharibu kanisa la Kristo. Wewe uliye mwanadamu halisi ndio unaenda kusali kwa hao. Unafikiria ni wanadamu, ni watakatifu, kumbe ni mashetani, moshi wa kuzimu, nzige wa kuzimu, farasi wa kuzimu. Ibilisi anafanya kazi yake nyakati za mwisho hizi. Damu ya Yesu Kristo. Lakini pia anasema mstari wa 8, nao walikuwa na nywele kama nywele za wanawake. Hawa nzige wa kuzimu wana nywele za wanawake. Nini maana yake? Nywele za wanawake, kwa maana hiyo, hilo ndo kanisa. Mwanamke anawakilisha kanisa. Ukimtazama unaona ni kanisa hili. Hili ni kanisa limenona, lina nguvu ya kiuchumi.
mchungaji kanona. Watu ni wengi wanafanikiwa. Ukitazama unasema hili ni kanisa la Mungu, unaingia usijue ni nzige farasi, lakini wana nywele za mwanamke. Kanisa wanaonekana kama kanisa, kumbe ni masinagogi ya mashetani, makanisa ya mashetani. Kristo ametiwa giza humo. Ukiingia huwezi kumwona Kristo, huwezi kuona damu ya Kristo inahubiriwa, huwezi kuona mwili wa Kristo unahubiriwa, huwezi kuona imani katika mwili na damu ya Yesu Kristo inahubiriwa. Utaona inahubiriwa utajiri, utaona inahubiriwa ushoga, utaona watu wanahubiri majumba na magari. Kristo katiwa giza, haonekani tena. Kanisa halitoi nuru, nyota zinapotea. Damu ya Yesu Kristo. Lakini anaendelea vitu hivi, anasema tena, anasema na meno yao yalikuwa kama meno ya simba. Bado hujaelewa? Hawa watu hawapo kuokoa roho, ila kuangamiza roho. Wanamwaga damu za watakatifu. Hawa watu hawapo katika kuokoa roho ziwe mali za Kristo, bali kuua roho kuzimu. Wanakusanya roho za watu ziende kuzimu, wanamwaga damu. Sio kumwaga damu hivi kwa kumchinja kibinadamu, wanamwaga damu kwamba watu sasa hawampati Kristo, ila wanampata Ibilisi. Umekwisha na maji. Wana meno kama ya simba, ni mashetani hayo. Wamebaki tu kusema mimi nabii nataja, mimi nabii natabiri. Anatabiri nini? Anatabiri uchawi. Wachungaji sasa hivi wanahubiri uchawi tu nyumbani, una mchawi nyumbani. Yaani ndio watu wanaosababisha ugomvi kwenye jamii. Ninamwona yule mtu, mtu umebarikiwa, sijui umerogwa juzi, Wachungaji sasa hivi ni waganga. Waganga wameboreshwa sasa hivi. Badala ya kumkuta mganga kwenye kapoli amejificha, sasa hivi waganga wamekimbilia makanisani. Ndio mpango wa Ibilisi. Wachawi sasa hivi ni wachungaji. Wana meno kama ya simba, wanafanya kazi ya kuzimu. Damu ya Yesu Kristo. Mambo haya ndiyo yanayomfanya Yesu Kristo, Mungu amekasirika kupitia vita hii ya dunia. Vita hii ya dunia, Mungu anatoa sauti kwamba ni sawa. Hii vita ni kama kuleta wingu la hasira za ghadhabu, kama alivyofanya kwa Nuhu. Kuleta wingu, anataka kuiangamiza dunia, anasema nitazuia kwa upinde. Lakini leo Mungu ameghadhibika, analeta hasira zake kupitia vita. Sasa kupitia vita tugundue haya mambo ndio yaliyomkasirisha Yesu Kristo. Haya nzige ndio wanahubiri, nzige ndio makanisa siku hizi. Watu wa kuzimu wamechukua nafasi kuhubiri. Wengine wanahubiri tu, wanasema mimi ni filimaso. Yaani unamkuta mchungaji anazikwambia mimi ni filimaso, na watu wanapiga makofi. Mchungaji unahubiri ufilimaso, mchungaji unahubiri ushoga. Wewe ni mchungaji gani? Watu hawajui mambo yaliyoandikwa kwenye Ufunuo, wala hawajui kuyafasiri. Na hawa watu hawagusi huku kwa sababu wanajua huku ni wenyewe ndio wanaofanya haya. Tunawahubiria Wakristo wabadilike, Wakristo wajue kwamba ni nyakati za mwisho. Watu wanabadilika, watu wanamwacha Mungu, na Mungu anatukumbusha kupitia vita kama hivi. Ilani aliyedhaniwa kwamba ni kadogo kataisha kwa siku 2, siku 3, siku 5, leo anatetemesha dunia, na mataifa makubwa yenye nguvu yanapigwa, yanarudi nyuma. Sio Irani huyo, ni Mungu nyuma ya Irani. Anatujulisha sisi dunia imeacha Mungu. Usimchukie Irani, bali jitazame mwenyewe kwamba unamwabudu Mungu wewe. Israeli ndio mzizi wa Wakristo pale. Kristo wetu amekuja kwa Waisraeli, ndugu zetu hawa. Lakini hawa watu huwezi kuamini, kila mwaka wanaazimisha sherehe za mashoga Tel Aviv. Bora ingekuwa wanaazimisha kufufuka na kufa kwa kufufuka kwa Yesu Kristo. Sasa wanaazimisha ushoga. Ni kama ndio makao makuu ya machafu ulimwenguni, akiwemo na Marekani wake ndio mtendaji kazi. Huyo ndio ni kama sasa mwalimu mkuu msaidizi. Huyo ndio mtendaji kazi, anapeleka ushoga duniani. Kila mwaka wanaazimisha Tel Aviv Israeli ushoga.
na Marekani ndio anaofadhili ushoga duniani na mataifa yale. Kwa hiyo mnyama mwenye vichwa 7 ndio tunakuja kumwona, na nyuma ya huyo mnyama yuko joka. Kwa hiyo kuna mataifa yanafanya kazi ya Marekani kuhamasisha ushoga duniani, kuhamasisha machafu duniani, na Israeli ndio anafanya maazimisho ya uchoga Tel Aviv. Unasemaje hivi? Mungu afurahia haya? Amemwinua Irani, amemwinua Marekani, amemwinua Israeli kwa ajili ya utukufu wake. Wanaacha leo, wanaona ajabu Irani kuwapiga. Sio Irani, ni Mungu. Damu ya Yesu Kristo. Ninatamani kuona watu wasikilize haya mahubiri siku hadi siku, siku hadi siku, warudi kwa Mungu. Injili ya Yesu Kristo ni mwili na damu yake. Yesu Kristo kasema, aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu ana uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Hajasema achukuae mafedha na mali, atakayepata utajiri, atakayepata jumba na magari, atakayepata kuona koleo ndo ana uzima wa milele. Amesema mwili wa Kristo, damu ya Kristo. Hii ndio injili ya kweli. Watu warudi huko, wawe na upendo wa Kristo. Hatumchukii Irani hata siku moja. Hatutakiwi kumchukia Irani, bali Irani ni fimbo ya Mungu. Tunatakiwa kurudi kwa Mungu na kuomba haya mambo yaishe, tuwe upande wa Mungu. Mungu anatuadhibu dunia, hamwadhibu Irani, hamwadhibu Israeli peke yake wala Marekani peke yake, anaadhibu dunia. Mmebadilika. Hatutakiwi kumchukia Irani, na mtu hatakiwi kumchukia Irani. Utakuwa hujaelewa, shetani amekufumba macho. Irani sio kuchukiwa. Irani ni mtumishi wa Mungu kwa sasa. Irani ni mtumishi wa Mungu kama Misri. Irani ni mtumishi wa Mungu kama Nebukadreza mfalme wa Babeli alivyotumiwa akaitwa mfalme wa Babeli. Nebukadreza ni mtumishi wangu, akamtumia kama fimbo kumchapa Israeli, akamchapa na Misri. Leo Irani ni fimbo hiyo hiyo, ni mtumishi wa Mungu. Mimi namuita mtumishi wa Mungu kwa sababu kupitia huyo ndio anatujulisha dunia imeharibika, hubirini injili yangu. Dunia sasa hivi inayumba, hadi Tanzania bei za mafuta zinapanda. Kama bei ya mafuta ikipanda na bidhaa inapanda bei. Lakini vita ni Irani na Israeli na Marekani. Hadi sisi huku tunaathirika. Wewe unasemaje hiyo vita ni ya Irani? Hiyo vita ni ya dunia. Na Mungu anatuonyesha tumemwacha Mungu sasa, tumejisahau, tumekumbatia giza la kuzimu, tumekumbatia kuzimu. Damu ya Yesu Kristo. Tutazidi kuhubiri injili kama Ufunuo unavyosema, hubirini injili. Babeli lazima aanguke na Kristo atukuzwe. Watu wote wamtazame Kristo. Kristo ndiye atakayekuja kuwafufua watu, ndiye atakayehukumu, kwa sababu Waislamu wanajua kwamba Kristo ndiye atakayekuja kuhukumu, na kuja kwa Kristo ndio kiyama. Waislamu wanajua, Wakristo wanajua. Nani mwingine asiyejua? Kristo peke yake ndiye mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana, Mungu wa milele. Dini zote wanamtambua Kristo. Hakuna kama Kristo, hakuna kama Yesu Kristo. Hiyo utake usitake, Yesu Kristo atakuja kufufua ulimwengu na atahukumu. Huyo ndiye atakayekupa uzima wa milele, huyo ndiye atakayekupeleka kuzimu, kwa sababu hukumwamini, kuzimu ni kwako. Hukuamini damu yake, kuzimu ni kwake. Na hata kama wewe ni Mkristo lakini hukuishi kwa kutumaini na kuamini katika mwili wa Yesu Kristo, kuzimu ni kwako. Sio tu wasiomwamini Yesu Kristo moja kwa moja, hadi Mkristo asiamini katika mwili na damu ya Yesu Kristo, kuzimu kuna mhusu. Yesu Kristo atakuja, na huyo ndiye mfufua wa watu wote. Anasema mimi ndimi kweli, njia na uzima, mimi ndimi ufufuo, hakuna mwingine. Mapenzi ya Baba yangu ni haya, kila mtu atakayemtazama mwana na kumwamini awe na uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Anasema katika Yohana 6 mstari wa 40, mimi ndiye nitakayewafufua watu wote. Hayupo mwingine. Hakuna kiongozi duniani wa kumtumaini atakayefufua wafu. Yeye ameishinda mauti kwa kufufuka, na yeye ndiye atakayefufua wote, wanaomwamini na wasiomwamini. Yeye ndiye mhukumu. Watu wamtazame Yesu Kristo, ndio uzima wetu.
Hii ndiyo injili watu wanatakiwa kuhubiriwa. Damu ya Yesu Kristo. Imani yetu, tumaini letu. Neema na iwe kwenu. Amen. Amen.